إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah khutba yetu ya leo tazungumzia khasaisu shahr Ramadhan, yani sifa na mambo ambayo ni hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Maulama wametaja mambo mengi sana, hii kulingana na muda tutaja baadhi. Awalan, katika ya kwanza katika khasais, anna siyama ramadhana ahdu arkan alislam alkhamsah al'azam, kufunga mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu zile tano zilizokuwa kubwa. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala buniya al-islamu ala khamsin. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema umejengeka Uislamu juu ya majengo matano. Shahadati an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na Muhammad ni mtume wa Allah na ni mja wake, yani abduhu ni mja wa Allah, wa rasuluhu na vile vile mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqamis sala na kusimamisha sala, wa itai zaka na vile vile kutoa zaka, wa hajjil bait na kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu kwa yule atakayekuwa na uwezo, wa sawmi Ramadhan na kufunga mwezi wa Ramadhan. Muttafaqun alayhi. Thaniyan, katika sifa na mambo yaliyohusishwa katika mwezi huu, annahu khussa bi anna man qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwa yule ambaye atakayesimama katika qiyamul layl ambapo ni tarawih na nyinginezo, hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia, kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kama hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadhana, yule ambaye atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani imana wa ihtisaba, hali ya kutarajia, hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Vile vile thalithan, katika jambo la tatu katika khasais za mwezi huu, annahu khussa bi anna man samahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwa yule ambaye atakayefunga katika mwezi huu hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia, kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kama hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule ambaye atakayefunga katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Hali hizi zote mbili ni katika muttafaqun alayhi. Kabla siendelee mbele, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja nukta muhimu hapa, imanan, hali ya kuwa na imani. Ikiwa mtu si Muislamu akifunga funga yake ikubaliwi, na ikiwa mtu ni Muislamu lakini ni mshirikina,
pia vile vile funga yake ikubaliwi, ni lazima awe ni msafi katika imani yake. Rabian, katika jambo la 4 katika khasais, anna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla kamila, yule ambaye atakayesimama na imamu mpaka imamu akamaliza sala yake, huyu ataandikiwa kuwa amesimama usiku mzima bule ukamilifu. Kama fi hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, kama katika hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man qama ma'al imami hatta yansarifa, yule ambaye atakayesimama na imamu mpaka imamu akamaliza sala yake, kutiba lahu qiyamu layla, huyu ataandikiwa kuwa amesimama usiku mzima. Katika masikitiko ambayo tunayaona leo kwa baadhi ya Waislamu, wanajifanya wanajua sana, kwa kweli watu wengi sawa na mkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utapata katika misikiti yote, misikiti ya kisalafi, utapata misikiti ya kisufi, wako hawa watu, na si sawa sawa. Ukiingia na imamu ni lazima umalize na imamu ili upate fadhila hii. Leo wengi wajifanya wajuaji, wakiingia wanasali zile rakaa 8, kama wale sura rakaa 8, anasali rakaa 8 kisha anatoka anakwenda swali nyumbani witri. Wale ambao swali rakaa 23, yeye anasali rakaa 20 kisha anatoka anakwenda swali nyumbani. Hili ni kosa, kwa sababu umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ashakwambia, man qama al-imam, yule ambaye atakayesimama pamoja na imam hatta yansarifa, mpaka imamu atakapomaliza ile sala, kutiba lahu qiyamu layla, itakuwa unaandikiwa usiku mzima umeswali. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika Fatawa Nurul Darbi rahimahullah ta'ala sema, fa anta idha dakhalta mal imam, Ibn Uthaymeen asema, wewe utakapoingia pamoja na imam, wa qumta ma'ahu, ukasimama pamoja na yule imamu, hatta anha salatahu, mpaka akamaliza sala yake, kataba Allahu lak, Allah atakuandikia kwa wewe qiyamu layla, umesimama usiku mzima. Wa in kunta naiman ala firashika, hata kama utakapokuwa umelala katika kitanda chako, bimaana ukamaliza na imamu kisha ukarudi nyumbani kwako ukaenda ukalala, huko amka usiku, ile kuswali pamoja na imamu kuna thawabu nyingi sana. Sasa mambo kama haya tutakaniwa tuwaelezee watu. Lazima watu waelezee, kama tunavyozungumza kila siku kuwa ni lazima watu wasome. Sasa haya mambo mengi yanakuja kwa sababu watu hataki kusoma, wanatumia akili zao, wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khamisan, katika khasais, katika sifa na mambo yamehusu katika mwezi huu, annahu shahru mubarakun, kuwa ni mwezi wa baraka, mwezi uliobarikiwa. Kama fi hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kama katika hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, qala ataakum shahru Ramadhan, imewajilia mwezi wa Ramadhan, shahru mubarakun, mwezi wa baraka, faradallahu alaykum siyamahu, Allah amewafaradhisha kuni nyinyi kufunga, tufattahu fihi abwabul janna, inafunguliwa milango ya pepo. Yani ule usiku wa kuamkia siku ya Ramadhani, milango ya pepo inafunguliwa. Watughallaq fihi abwabul jahim, na milango ya moto ni yenye kufungwa.
watughallu fihi marat ash-shayatin, na wale mashaitani wale wakubwa, wale mabwigi wale ni wenye kutiwa mapingu. Wa fihi lailatun, na ndani yake kuna usiku, hiya khairu min alfi shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurim, yule ambaye atakayenyimwa khairi katika usiku huo basi amekosa khairi kubwa sana. Hadithi hii Sheikh Albani amesahihisha katika Sahih an-Nasa'i. Vile vile sadisan, katika khasais ya 6, anna jami' al-kutub as-samawiyya, anna jami' al-kutub as-samawiyya, kuwa vitabu vyote ambao vilitoka mbinguni, unzilat fi Ramadhan, vimeteremka katika mwezi wa Ramadhani. Hivi vitabu ambavyo visikia Allah Subhanahu wa ta'ala aliviteremsha kwa mitume yao, aliviteremsha katika mwezi wa Ramadhani. فعن واثلة ابن أسقع رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، متوم صلى الله عليه وسلم سيما أنزلت صحف إبراهيم، imeteremshwa صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، ule usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani ndio ikashikishwa صحف إبراهيم. وأنزلت التوراة، na ikateremshwa Taurah ambayo alipewa Nabii Allah Musa li60 madad min Ramadhan, kwa siku 6 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Wa unzil injil, na ikateremshwa Injili li13 madad min Ramadhan, tarehe 13 ya Ramadhani, ya Ramadhani ya 13 ikawa ni kushikishwa Injili. Wa unzila Zabur li18, na vile vile ikateremshwa Zabur li18, yani Ramadhani ya 18, khalat min Ramadhan. Wa unzila al-Qur'an, na ikateremshwa Qur'an li24 khalat min Ramadhan, Qur'an ikateremshwa Ramadhani 24. Hadithi hii أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن عساكر وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. zangu katika imani, kama tunavyofahamu, katika mwezi huu ni lazima tuchukue fursa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nitamalizia na maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yaqul rahimahullahu ta'ala: faya ma'ashar al-muslimin, enyi kongamano la Waislamu, iqtanimu hadha ash-shahr al-azim, chukueni fursa katika huu mwezi uliokuwa mkubwa. Wa'adhimuhu rahimakumullah, na mutukuze na muheshimu Allah wa rehemu, bi anwa'il ibadat, kwa sampuli za ibada, wal qurubat, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u fihi ila ta'at, na tukimbilie katika kufanya mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa shahrun adhimun, ni mwezi ambao ulikuwa mkubwa. Ja'alahu Allahu maidanan liibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia ni uwanja kwa waja wake. Yatasabakuna fihi bitaat, ni wenye kushindana katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatanafasuna fihi bi anwa'il khairat, na ni wenye kushindana katika sampuli tofauti tofauti za khairi. Fa akthiru fihi rahimakumullah, kisirisheni katika mwezi huu Allah warehemu, minas salati, kwa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam na kusali sala za kawaida, minas salati, katika kusali, was sadaqati, na kutoa sadaqa, wa qira'ati al-Qur'an al-Karim, na kusoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala bitadabbur wa ta'aqqul, kwa kuizingatia na kuifahamu, wa tasbih wa tahmid, na kusema subhanallah, na kusema alhamdulillah, wa tahlil, na kusema la ilaha illa Allah, wa takbir, na kusema Allahu akbar, wal istighfari, na kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ikthari min as-salati was salam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam,
na vile vile kuthirisha kumswalia mtume alayhi salatu wassalam, wal ihsan ila alfuqara wal masakin, na kuwafanyia wema mafakiri na maskini, wal aitam na mayatima. Wakati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajwada nas, alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote. Wakana ajwada ma yakunu fi ramadhana, alikuwa ni mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Faqtadu bihi rahimakumullah, tumuige mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah rehemu, fi mudafa'ati aljudi wal ihsan, katika kufanya wingi, kuwa na ukarimu na kufanya wema. Wahtasibu ajra dhalika, na mutarajie malipo hayo inda al-malik al-allam, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfadhu siyamakum, hifadhini funga zenu, amma haramahu Allah alaykum, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamisha, min al-awzari wal atham, katika madhambi makubwa na madogo. Faqad sahha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imesihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man lam yada qawla az-zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man lam yada qawla az-zur, man lam yada qawla az-zur, yule ambaye asiacha kuzungumza urongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi urongo, wal jahla, na kufanya mambo ya kijinga. Katika miongoni mambo ya kijinga leo utapata baadhi ya Waislamu ndio mwezi wa kucheza keram au drafu au kuangalia maboli, mtu anapoteza muda wake. Falaysa lillahi haja, Allah haitaji huyu, fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, kuacha chakula chake na kinywaji chake. Wallahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.